Karibu hapa Ikumbukwe, sehemu ambayo historia haisahauliki. Ni dhahiri kuwa historia nyingi humkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini mara nyingi watu husahau kwamba nyuma ya viongozi wakubwa kulikuwa na watu waliokuwa karibu nao zaidi, watu waliokuwa wanayaona yale ambayo wananchi wa kawaida wasingeweza kuyaona. Mmoja wao alikuwa ni Peter Mbwimbo, aliyekuwa mlinzi mkuu wa Mwalimu Nyerere, mwamba ambaye alitekeleza Operation Magogoni kwa ustadi wa hali ya juu. Usiku wa tarehe 20 Januari mwaka 1964, kupitia lango la upande wa bahari, saa 8 usiku, alimtorosha ikulu ya Dar es Salaam Mwalimu Nyerere na Mzee Kawawa wakati wa maasi ya baadhi ya wanajeshi wa Tanganyika Rifles. Usiku huo walikuwa wanatoka kambi ya Kolito, kwa sasa Lugalo, na kuelekea ikulu wakiwa na silaha. Peter Mbwimbo alipata wasaa wa kuandika kitabu chake, kitabu kinachoitwa Mlinzi Mkuu wa Mwalimu Nyerere. Ameeleza mengi sana humu kuhusu kazi yake ya ulinzi wa viongozi. Na sisi Ikumbukwe tumemkumbuka na kutaka kumfahamu zaidi. Huyu kamanda Peter Mbwimbo ni nani haswa? Peter Mbwimbo alizaliwa tarehe 4 Machi mwaka 1929 katika kijiji cha Bulamba, kisiwa cha Ukerewe. Hizo zilikuwa zama ambazo Tanganyika ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni. Hakukuwa na hospitali karibu, hakukuwa na magari, hakukuwa na maisha ya anasa. Maisha yalikuwa ya kawaida kabisa kijijini. Lakini ndani ya maisha hayo ya kawaida kulikuwa na mtoto ambaye baadaye angekuwa sehemu ya historia ya taifa. Akiwa mtoto alianza kusaidia kazi za nyumbani kama watoto wengine wa kipindi hicho, kuchunga mifugo na kufanya shughuli za kila siku za kijijini. Ilipofika mwaka 1943, akiwa na umri wa miaka 14, aliondoka nyumbani kwenda Mwanza kutafuta nafasi ya kujiunga na shule ya Native Administration School Bwiru. Akiwa shuleni alifanya vizuri darasani na akaanza kujulikana kwa uwezo wake wa masomo. Mwaka 1947 alifanya vizuri kwenye mitihani yake ya mwisho na akaendelea mbele katika safari ya elimu. Baada ya masomo yake ya awali alichagua kuingia kwenye mafunzo ya ualimu akitarajia kuwa mwalimu. Mwaka 1949 alisoma katika chuo cha ualimu Pasiansi Mwanza, lakini hakukaa muda mrefu kwenye njia hiyo. Ilipofika mwaka 1950, baada ya kufuata taratibu za kujiunga na jeshi la polisi, aliingia jeshini. Akiwa kazini, uwezo wake ukaanza kuonekana. Alijulikana kwa nidhamu, bidii, uwezo wa kujifunza haraka na utendaji mzuri. Baadaye alipelekwa kwenye mafunzo ya juu ya ulinzi na usalama London, Uingereza, katika chuo cha Metropolitan Police Training College, Hendon. Lakini safari yake haikuishia hapo. Mwaka 1963 alipata mafunzo maalum ya ulinzi wa viongozi wa nchi katika chuo cha International Police Service Academy, Washington DC, nchini Marekani. Peter Mbwimbo alianza jukumu la kumlinda Mwalimu Julius Nyerere, na kadri alivyoendelea kuwa karibu naye, alianza kugundua mambo mengi kumhusu Mwalimu Nyerere. Mwalimu alikuwa tofauti, hakupenda kujikweza, hakupenda kujiona wa tofauti na wengine. Aliamini kwamba kiongozi ni sehemu ya wananchi wake. Peter Mbwimbo anaelezwa kuwa baada ya uhuru kulikuwa na pendekezo kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwamba ijengwe sanamu ya Mwalimu na iwekwe ilipo sanamu ya askari wa vita mwenye bunduki, lakini Mwalimu Nyerere alikataa. Aliamini kwamba katika mfumo wa demokrasia viongozi huja na kuondoka, na kama kila mmoja angejengewa sanamu zingekuwa nyingi na kupoteza maana yake. Katika kipindi kingine aliona tofauti kubwa ya mishahara kati ya viongozi wa juu na wafanyakazi wa kawaida. Hakusubiri wengine waanze, alianza yeye mwenyewe. Akapunguza mshahara wake kwa 10% kutoka kwenye mshahara wa shilingi 6,000 kwa wakati huo. Hiyo haikuwa fedha tu, ulikuwa ni ujumbe wa kuongoza kwa vitendo. Lakini kulikuwa na jambo moja lililokuwa mtihani mkubwa kwa Peter Mbwimbo pamoja na timu yake. Mwalimu hakutaka msafara mkubwa, hakutaka ving'ora. Aliwahi kusema, msafara wangu si kikosi cha zimamoto. Aliamini ving'ora vinaweza kuwapa taarifa watu wenye nia mbaya. Hakutaka pia wananchi wasimamishwe pembeni ili kupisha msafara wake. Ikumbukwe kuwa kwa wakati huo magari hayakuwa mengi kama wakati huo sasa. Kwa walinzi wake hilo lilikuwa jambo gumu, kwa sababu walitakiwa kulinda usalama wake huku wakiheshimu matakwa yake.
Ilipofika usiku wa Januari 20 mwaka 1964, kila kitu kilibadilika. Saa 8 usiku simu ikaita. Aliyepiga alikuwa Leon Kazimili, afisa aliyekuwa zamu Ikulu. Alikuwa na taarifa kutoka kwa Brigadier Douglas. Alimweleza kuwa kulikuwa na dalili za maasi ndani ya Tanganyika Rifles katika kambi ya Kolito ambayo leo ni Lugalo. Peter Mbwimbwa hakusubiri. Alitoka nyumbani kwake Upanga kuelekea Ikulu. Njiani karibu na hospitali ya Aga Khan akaanza kusikia sauti nzito za magari ya kijeshi. Wakati huo hakujua kwamba hizo zilikuwa gari za askari waasi wakielekea Ikulu. Alipofika Ikulu mida ya saa 8 na dakika 20 usiku, Mwalimu pamoja na Waziri Mkuu Mzee Kawawa tayari walikuwa wameamshwa. Hakukuwa na muda wa kusubiri. Ndipo Peter Mbwimbwa akakumbuka mafunzo aliyopata Marekani. Ndani ya dakika chache akaanza kupanga njia ya kuwaondoa viongozi hao, na hapo ndipo ilipozaliwa Operation Magogoni. Jina hilo lilitokana na pantoni ya Magogoni iliyotumika usiku huo. Lango la Ikulu upande wa bahari lilitumika kuwatorosha viongozi wa nchi usiku huo. Wakatembea kuifikia pantoni. Walipofika, ukatumika uongo kwa lengo la usalama wa viongozi. Peter Mbwimbwa aliwaeleza waendeshaji wa pantoni kwamba viongozi walikuwa wanawahi kikao maalumu chuo cha Kivukoni. Chombo kikawa tayari kwa safari ya kuvuka upande wa pili wa Kigamboni. Walipokuwa katikati ya maji, wakaanza kusikia kelele kutoka upande wa Ikulu. Askari waasi walikuwa wameanza kufika. Baada ya kufika upande wa pili Kigamboni akiwa na rais na waziri mkuu, safari iliendelea kwa miguu kupitia Mji Mwema. Barabara hazikuwa na lami wakati huo. Usiku wa manane, wakisikia sauti za mbwa vijijini wakiwabwekea njiani, lakini walikuwa salama. Walitembea mpaka walipofika kijiji cha Salanga, ambapo sasa kulikuwa kunaanza kupambazuka. Hapo ndipo walikutana na mtu ambaye alionyesha utu na uzalendo wa hali ya juu. Huyu ni Sultani Kizwezwe, mtu ambaye aliwapa hifadhi kwenye nyumba yake na hakuwasaliti. Walikula chakula cha familia ya Sultani Kizwezwe na matunda yaliyokuwa kwenye mji wake kwa uhuru bila mashaka. Hii ni kutokana na ukarimu wa mwananchi huyo. Walipata hifadhi hiyo mpaka tarehe 22 Januari mwaka huu 1964, hali ilipotulia na kuhakikisha usalama wa viongozi. Kisha Mwalimu pamoja na waziri mkuu walirejea salama Ikulu. Baada ya hapo, Mwalimu Nyerere aliwasiliana na serikali ya Uingereza ili wampatie wanajeshi ambao watafanya zoezi la kuwanyang'anya silaha askari waasi wa Tanganyika. Hatimaye tarehe 25 Januari 1964, wanajeshi wa Uingereza waliwasili na kuwanyang'anya silaha waasi katika kambi ya Kolito, na hapo hali ikawa shwari. Lakini pia Mwalimu Nyerere hakusahau wema aliotendewa na Sultani Kizwezwe wa kijiji cha Salanga. Alimnunulia baisikeli kama shukrani, lakini alipotakiwa kujengewa nyumba alikataa kwa sababu zake binafsi. Peter Mbwimbwa ameelezea mengi kwa urefu kupitia kitabu chake cha Mlinzi Mkuu wa Mwalimu Nyerere. Unaweza kutafuta nakala yako ili kumfahamu zaidi na kuyajua mengi kutoka kwake. Hii ni Ikumbukwe, mahali ambapo historia haisahauliki.